wakati kama huu tunakutana mimi na wewe ndugu mtazamaji. Ni katika mahojiano maalum. Najua imepita kipindi kifupi tu, ninaweza kusema sio kipindi kirefu sana tangu mimi na wewe tukutane katika mahojiano maalum. Na nikizungumzia mahojiano maalum, mara nyingi inakuwa ni kitu ambacho huenda kikawa kinazungumza sana katika medani za kisiasa na uchumi. Basi nikujuze tu, jina langu naitwa Yusuf Kamote, na hivi karibuni katika mitandao ya kijamii, katika magazeti mbalimbali na vyombo vya habari mbalimbali hapa nchini Tanzania, medani za kisiasa na uchumi zilikuwa zimekaa kimya kwa takriban miezi miwili ama mwezi mmoja. Jina Bernard Camillus Membe alikuwa maarufu sana katika vyombo vya habari kama ilivyokuwa kipindi cha uchaguzi, lakini jina hilo limechomoza takriban wiki moja hivi. Yako mengi zaidi yaliyozungumziwa kuhusu Bernard Camillus Membe. Basi ni msingi zaidi wa mahojiano maalum siku ya leo kukutana na Bernard Camillus Membe na kufanya mahojiano naye maalum. Nikusii tu endelea kuwa nasi katika kipindi hichi cha mahojiano maalum, kwani yako mengi zaidi utapata kujifunza na utapata kuyasikia siku ya leo kutoka kwa Mheshimiwa Bernard Camillus Membe. Ni hekima ya abantu kukaribishana pale ambapo wanakutana, na mimi siku ya leo nisiwe mchoyo wa fadhila kwa kumkaribisha Bernard Camillus Membe katika mahojiano maalum siku ya leo. Mheshimiwa, karibu sana. Kama tena nakushukuru sana. Hakika zimepita siku takribani zaidi ya miezi mitatu hatujapata kuonana na hatujapata kuzungumza mambo kadha wa kadha kuhusiana na medani za kisiasa, lakini kadhalika uchumi pia wa nchi yetu ya Tanzania. Ni kweli kabisa. Na mimi nichukue nafasi hii kukushukuru wewe na waandishi wa habari, na nikiri kwamba katika kipindi cha miezi mitatu nilikwenda chini. Na nilikwenda chini sio kwa sababu nilikufa, lakini ndio siasa inavyokuwa. Hakika kwamba unapokwenda kwenye uchaguzi, unashindwa uchaguzi, unarudi, unatulia nyumbani. Bill Clinton alisema, na hili nataka kurudia kwa Tanzania, kwamba maisha mazuri kwa mwanasiasa ni moja, kuwa na familia nzuri; pili, kufanya kazi nzuri ya kisiasa inayokuletea heshima; tatu, kurudi nyumbani kuandika vitabu. Na ndio kazi ninayoifanya. Nafurahi sana kurudi tena kwenye ukumbi wa Tanzania kujitambulisha, kuambia bado nipo. Hakika ukweli ni kwamba wanasiasa yoyote yule makini na maarufu duniani, maandishi ama kuacha kumbukumbu iliyo katika maandishi ni jambo la msingi, na jambo ambalo ndilo ambalo anatusema sasa Bernard Camillus Membe, aliyewahi kuwa waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa kimataifa katika serikali ya awamu ya 4 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyokuwa chini ya Rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete. Na siku ya leo tunafanya mahojiano naye maalum. Ikumbukwe tu naye vile vile alikuwa katika kinyang'anyiro cha urais kupitia Chama cha Mapinduzi, ambapo alijaribu kuomba nafasi ya kugombea urais na kuwakilisha Chama cha Mapinduzi, lakini bahati nzuri ama mbaya ikamwangukia John Pombe Joseph Magufuli, na ndiye rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa serikali ya awamu ya 5. Mheshimiwa Bernard Camillus Membe, hakika katika siasa tunasema kila dakika uzane kitu kipya na kila hatua utoa mtazamo mpya. Yako mengi yamezungumzwa takriban wiki nzima sasa katika vyombo vya habari mbalimbali hapa nchini, hasa magazeti, alikadhalika katika mitandao ya kijamii, kuhusiana na kauli zako ama na yale ambayo yananukuliwa kwamba ulipata kuyasema siku chache zilizopita. Nini maoni yako kutokana na ajenda za kisiasa na hali ya kisiasa kwa sasa kwa upande wako kama Bernard Camillus Membe? Ndugu Kamote, nilikuwa nafuatilia na mimi kinachozungumzwa kwenye mitandao ya kijamii na kwenye magazeti kuhusiana na kauli ambazo nimezitoa hivi karibuni, na picha mbili ninazipata na ndizo zilizonisukuma nijizungumze kidogo. Picha ya kwanza ninayoipata ni kwamba nimetafsirika vibaya na mitandao mbalimbali na mazungumzo mbalimbali yanayoendelea pamoja na magazeti, na nimeona ni vizuri kwa mwanasiasa kama mimi kuchukua nafasi hiyo na mimi kuyaweka mambo sawa. Lakini la pili ambalo limenivuta nizungumze leo ni hii dalili inayoanza kujitokeza, na nadhani na wapinzani ama wa Rais Pombe Magufuli au wa chama chetu cha Mapinduzi, kwamba wanachukua sasa kauli zinazosemwa kufiti kwenye ajenda yao. Nadhani wako watu wangependa sana kunigombanisha mimi na watu wangu
pamoja na utawala mzuri sana wa Rais Pombe Magufuli, au wanalo lengo la kutaka kukisambaratisha chama chetu cha Mapinduzi kionekane kina mpasuko, ili kuweka mwanya wa wale walioko huko waliko, wakidhani kwamba kwa kufanya hivyo watafanikiwa kuingia Ikulu. Ndio maana nimefika leo niweze kuliweka sawa swala hili ili Watanzania walielewe. Ni moja kati ya kitu ambacho huenda mwanasiasa yoyote yule anapenda kufanya uchambuzi wake ama kutoa clarification mbalimbali kuhusiana ni namna gani utawala wa Dr. John Pombe Joseph Magufuli ulivyoanza kufanya kazi. Ni nini maoni yako baada ya takriban miezi mitatu kupita tangu Rais John Pombe Joseph Magufuli wa rais wa awamu ya 5 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Kwanza, kabla sijasema hivi, tazama mtu huyu. Kwanza, wakati wa kampeni alileta matumaini makubwa sana kwa Tanzania, na ndio maana alishinda. Na mimi Membe pamoja na kundi langu wakati ule katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tulitoa wito kwa wote kumuunga mkono Rais John Pombe Magufuli. Kwa nini? Kwa sababu ajenda zake alizokuwa ameziweka zilikuwa zinafanana sana na ajenda ambayo mimi pia nilikuwa nayo. Kwa hiyo kwetu wala haikuwa shida kumuunga mkono Rais John Pombe Magufuli kwa kazi nzuri aliyofanya. Nenda bungeni ukasikilize hotuba ya mwaka aliyotoa. Hotuba ile ilijaa busara, ilijaa commitment, yani mambo ambayo alitaka yeye kuifuatia, na ilikuwa hotuba nzuri sana sana ya kimapinduzi na ya mtu aliyeamua kupiga vita ufisadi wa rangi zote, wa aina zote, bila kujali chama, bila kujali itikadi au eneo mtu analolitoa. Pale pale na mimi niliungana naye mkono kwamba ametoa hotuba, na Watanzania wote alitoa hotuba mzuri inayotoa dira ya wapi anapotaka kuelekea, inayoelezea sera ya ndani atakayoitumia katika kipindi chake cha miaka 5 na baadaye 10. Alitoa hotuba nzuri sana. Watanzania wote tulisifu, na mimi mwenyewe nilisifu sana. Anajua nimemshika mkono kumpongeza, nimetoa kwa kauli zangu, watu wangu wamefanya hivyo, na tulitoa kura kwa wingi kwa sababu mwanaume wa shoka ameingia chini. Hakika tunaizungumzia hotuba iliyochukua takriban saa 1 dakika 29 na sekunde takriban 14, ambayo ilitolewa jioni ya saa 9 siku ya tarehe 20 ya mwezi Novemba mwaka 2015, ambayo ilichagizwa na mambo mengi sana na ahadi mbalimbali, na haswa ilichora taswira halisi ya namna gani serikali ya awamu ya 5 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inaenda kufanya kazi yake. Unaona mwanzo mzuri kwa serikali ya awamu ya 5 kwa namna ambavyo waziri mkuu tukimwangalia kama mfano, kadhalika rais mwenyewe wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini tukiangazia hata mawaziri wote wa baraza la mawaziri, mwanzo wao unaona kama ni nuru kwa Tanzania ambayo ilikuwa inatumaini, wa Tanzania wengi walikuwa na matumaini makubwa sana na Tanzania yao. Unaona mwanga mzuri wa kufikia ndoto za Tanzania. Ni mwanga mzuri sana, na hii ndio inampa sifa ya kwanza. Unajua, mtu unapoingia kwenye nyumba unayotaka kuijenga kwa sura unayotaka ifanane, kazi ya kwanza unayoifanya Waingereza wanaita ni house cleaning. Unaisafisha ile. Alafu katika kusafisha mle ndani kuna mende, ndani kuna mijusi, ndani kuna nyufa, ndani kuna utandu, kuna buibui mle ndani. Ukiweza kusafisha, alafu baadaye unaita architecture kuja kuijenga vizuri, wewe ni mjengaji. Na hili ndio tunalojifunza kwa Rais John Pombe Magufuli. Narudia tena, sizungumzi kinafiki. Anafanya kazi nzuri sana. Na nimesema wiki iliyopita kwenye hizo kauli ambazo sijaiona bado, anafanya kazi nzuri zaidi kuliko hata mimi kama ningechaguliwa ningalivyoifanya. Anafanya kazi nzuri sana. Na kazi kubwa ni kule kutambua matatizo makubwa ya nchi yetu. Matatizo kubwa ya nchi yetu ni rushwa na ufisadi. Unapomwona rais anasimama kwa kujitoa mhanga, anapiga kona zote za nchi na anawaambia napigana vita hii mniombee, na unaona vitendo anavyofanya kwa kila siku, huyu ni mtu ambaye amekonga roho za Watanzania na anaashiria kwamba mwanzo wa serikali hii ni mzuri. Umeuliza swala la serikali na kundi lake. Pia linatupa moyo kwamba unapoona Watanzania wanasema serikali ni mzuri isipokuwa labda mtu mmoja au wawili, manake ameskoa zaidi ya 98-99, na ni jambo jema hilo.
Na kwa hiyo tunaposema serikali yake ni mzuri na anafanya vizuri, hakuna unafiki hapo. Na nchi hii, na mimi nasema kabisa wazi kwa Tanzania, nchi hii toka enzi za baba wa taifa tumezoeshwa kutoa ushauri bila woga, na hasa kwa wasomi. Unapotoa ushauri bila woga, wewe si adui wa serikali, wewe si adui wa nchi. Ushauri usio na woga ndio hatua moja muhimu katika maendeleo ya jamii. Wenyewe unaita ukitaka kujifunza unajifunza, unashauriwa na mwenzako unakwenda mbele, unashauriwa na mwenzako unakwenda mbele. Kwa hiyo nitaka nisisitize tabia tuliyoirithi kutoka kwa wahenga wetu. Tabia ya kushauriana, tabia ya kutoa ushauri. Na hasa unapotoa tabia ya ushauri, wasomi na watu wanaojua wanatakiwa kuichambua zaidi kwa manufaa ya nchi, sio manufaa ya chama kimoja wala dini moja wala kundi fulani kwa lengo la kupotosha mambo yanayoweza kusema kwa kweli. Kwa hiyo changamoto yangu ni kwamba serikali hii inafanya kazi nzuri, tunaisifu kwa utendaji kazi wake mzuri, na wala hatusemi hivyo kwa kujifitinisha. Tunaona kinachoendelea. Na mimi nilipokutana na Rais Pombe Magufuli mara 3, na hasa mara ya mwisho nilipokutana naye, nimemwambia rais na kuongera kwa kazi kubwa uliyoifanya. Maana aliniambia, rafiki yangu, angalia tumbo langu linaanza kwenda ndani, mimi nakonda, wewe zangu unaneleta. Nikamwambia, unakonda kwa sababu ya kazi kubwa nzuri ya taifa unayoifanya. Lakini la pili nilopongeza rais, na hili ni vizuri nikalirudia hapa, nilimpongeza kwamba pamoja na vita vya ufisadi, hakuna jambo kubwa ulilolifanya hasa kwa mikoa ya kusini kama kitendo chako cha kuchukua hati, cha kutoa hati kwa ardhi kubwa iliyokuwa imetengwa kwa ajili ya makampuni 5 ya kutoka Marekani, Brazil, Norway na Uingereza, ambayo yalitaka kutengeneza kiwanda kikubwa sana cha gesi pale. Lakini kwa bahati mbaya eneo lile lilikuwa limechukuliwa na mfanyabiashara mjanja. Baada ya Rais Magufuli kurevoke, Waingereza wanasema, na kuchukua, kumnyang'anya hati yake na kukitoa sasa kwa wawekezaji wa gesi kwenye mikoa ya kusini, eneo lile litatumia zaidi ya bilioni 30 na bilioni 3 zitatumika kwa ajili ya wananchi wale. Hiki ni kitendo cha kijasiri, kimapinduzi ambacho Rais Magufuli amekifanya kwa mikoa ya Mtwara na Lindi. Tutaacha kumpongeza kwa jambo la dhati? Na kiwanda hiki kitajengwa kwa muda wa miaka 6, Mungu akitujalia. Katika kipindi cha miaka 6 hiki tunatumia dola bilioni 3, sawa na fedha zilizotumika kujenga barabara ya reli kutoka Dar es Salaam kwenda Kapili Mkoshi Zambia. Kwa hiyo hali ya uchumi itakuwa kubwa kweli kweli. Amefanya kitendo cha kijasiri, kufutilia mbali hati ya kufanya biashara na kutoa kwa ajili ya maslahi ya taifa. Watu wa kusini, watu wa Lindi na Mtwara hawawezi kusahau hilo. Nimempa pongezi yeye mwenyewe binafsi, nimempa pongezi kupitia kwa Waziri Mkuu mchapakazi Kassim Majaliwa, afikishe salamu hizi, kwa sababu wao ndio sasa msingi wa maendeleo, sio tu kwa mikoa ya kusini bali kwa taifa mzima. Anachapa kazi. Asante sana ndugu mtazamaji.